Ukimwambia mkeo hivi, niamshe saa 12, akikuamsha hata kama una kwa kwenda, amka. Ukimwambia saa 12 utaniamsha saa 1, mama anasubiri saa 1 tena, dokta, saa 1. Mke wangu achana nayo. Akili ya mwanamke anaanza kukuzalau. Siku ukimwambia sweetie, 10 alfajiri niamshe, moyoni utasikia mdomo anakuambia haya, lakini mdomoni umezalauliwa, hujazalauliwa. Ukimwambia mkeo, nakwambia nataka nijenge nyumba kali mpaka wewe unakuja kugundua umezalauliwa, tayari alishaanza zamani sana. Na wapi anaanza? Katika hizi maina. Kama ngoja nikwambie, mkeo akikuuliza leo unataka kula nini, usianze wewe ndo mwanamke, huo ni ujinga, unapoteza authority. Mkeo akikuuliza leo unataka kula nini, taja unachotaka kula, ila kilingane na hela ulioacha. Usianze kuku, uliacha ya kuku. Taja, usianze mke wangu nifikirie kazi, nifikirie watoto, nifikirie na chakula nyumba. No, mwanamke ana submit. Kuna wakati aulizi kwa sababu hajui, anauliza kwa sababu yeye sio kichwa. Kwa akikuuliza mwambie sasa matembele usiweke nyanya, weka kitunguu na limao kwa mbali, tengenezee na ugali, usisahau nyanya chungu kwenye dagaa na kapilipili. Ugali mkubwa, sawa mama? Haya, hivi unajua mke wako atapika amechangamka leo, yani baba nakwambia atakuwekea paka onga mchuzi mixture ambao hujamuomba aweke. Kwa hiyo mwanaume, usipoteze authority kwa gharama. Don't dare hata